ama David Pasco ambao unampata kule Sibuka na maeneo mengine Instagram. Alikuwa sehemu ya msafara wa kuelekea Misri, na huyu ndio tuko naye Terminal 3 hapa kirejea. Umeenda Misri kwenye klabu ya Simba, mchezo wa kwanza robo finali dhidi ya Al Masry Suez Canal, mnyama anapasuka goli 2-0. Wewe ambaye ulikuwa pale uwanjani, nini kilifemea kwenye mbinu za Fadlu Davis? Kwanza mimi nashukuru Mungu kuweza kusafiri kwa mara ya kwanza. Nilikuwa natamani zaidi kuweka historia ya walau robo finali kuanzia kwenye first leg. Imekuwa ni ngumu sana kuona mtu anasafiri kwenda kushuhudia mechi, lakini pia kuangalia kitu gani ambacho wenzetu labda wanacho nje ya uwanja, ndani ya uwanja na mambo kama hayo. Lakini nimepata faida zaidi kwa sababu nimeona wenzetu namna ambavyo wameendelea, hasa katika eneo la ushangiliaji. Mashabiki wale wanashangilia sana na wanaanikiza muda ambao mpira huko kwa Simba wao wako moto. Lakini mwisho wa siku nilijaribu kuangalia kwa Simba, nikaona kuna kitu ambacho kimepungua mara baada ya, unafahamu Simba hajacheza muda mrefu kwenye ligi. Mara baada ya kucheza na Dodoma Jiji hawakucheza mechi, walikuja kucheza na mechi kwa upande wa CRDB Federation Cup na wakafanikiwa kufuzu hatua robo finali. Lakini mara baada hapo hawakupata mechi yote ya ushindani. Kwa hiyo ile kama vile imeenda kuwatafuna katika ile mechi, kwa sababu walianza kwa tempo ya chini sana. Kama uliangalia kipindi cha kwanza Simba walikuwa wanatembea uwanjani, yani huoni kasi ya Simba ile ambayo tumezoea kuiona. Lakini the more muda unaendelea kusogea, walianza kugain momentum na nikaanza kuona Simba ile ambayo tulikuwa tunataka kuiona. Katika maeneo machache ambayo Simba pengine iligharimu kipindi cha kwanza ni katika eneo la kiungo, misunderstanding kati ya Ngoma na Kagoma. Mpira unafika, unapigwa shuti ambalo linampoteza goalkeeper Musa Pinpin Kamara. Mpira unapigwa alafu unadunda mbele yake, anashindwa kwenda. Lakini kabla hata ya mechi kuanza, wakati wa warm up, mimi jicho langu waga linaangalia sana, nikasema Musa Kamara kwa namna ambavyo namtazama, ukimtazama tu physical body language yake unaona bado mwamba hajakamilika, hajakuwa na utimamu wa 100%. Lakini bado Simba wakaona ni mchezaji muhimu, labda kwa sababu ana hiyo experience, wakampa nafasi ya kucheza. Na hata mpira ulivyopigwa, ile goli lilivyofungwa, Musa Kamara yule kwenye utimamu wake, lazima ungeona namna ambavyo angesprint, angeenda kupunch ule mpira. Lakini alijaribu kwenda, akaishia pale alikoishia, mpira unaingia kambani. Lakini kwa matukio mengi sana, 1 against 1 nyingi ambazo unaona kuna mistake nyingi, hayuko na ile sharpness yake. Kwa hiyo bado mwamba hajakamilika kwenye utimamu wake. Nafikiri anaweza regain haraka zaidi kuelekea mechi ya tarehe 9. Lakini kingine ni kwamba ubinafsi kwa upande wa Simba, ukweli lazima usemwe, wachezaji wa Simba wengi wamekuwa na ule ubinafsi. Chance ilikuwepo kipindi cha kwanza, kuna nafasi Elim Panzo aliingia hadi kwenye 18, anataka kudribble, anapigwa kiatu nje ya 18, watu mpira unatolewa na kuwa ni goal kick. Lakini unaona Jean Chaza huwa anapata chance nzuri sana ambayo pengine angetoa pasi. Kibu alikuwa katika eneo zuri, Ateba alikuwa katika eneo zuri, lakini yeye akataka kufunga mwenyewe. Kwa hiyo wanasema wataalam, hii michuano ya kimataifa hasa katika hatua knockout stage, hakuna haja ya kusema individual, mimi nifunge mimi. Kwanza hakikisheni timu inapata matokeo, baada hapo ndio kila mchezaji anaweza kutengeneza rekodi zake. So to me nafikiri Simba bado anaendelea kuwa na ule uchoyo, kwa maana ubinafsi. Ndio maana mzee Azim Dewji aliongea kwenye interview yake akasema anataka apate nafasi walau wachagize kuhusiana na namna ambavyo pia wale wanaotoa assist pia wapate tuzo zao, kwa maana kuna baadhi ya wachezaji kwa sasa wameanza kuwa wagumu kutoa assist pia, hasa mechi inavyokuwa ngumu namna ile. Kwa hiyo kwangu ule ubinafsi ule wa cost, kwa sababu alivyofungwa goli baada ya hapo sasa ndo nafasi zikaanza kutokea. Kwa nafasi moja Shomari Kapombe inapigwa, tuko jukwani, of course mashabiki wa Simba wengi walitoka Misri, wana view, walikuwa pale wanashangilia, wananikiza sana. Ile nafasi inatokea, Shomari Kapombe alikuwa anajiandaa kushuti, lakini kuna mchezaji alipita mbele yake akawa amempoteza maboya. Badala ya kushuti akawa ameuparaza, yeye mwenyewe akashika kichwa. Nini kimetokea pale? Kwa hiyo ukiangalia ni kama vile kuna kitete. Wachezaji wa Simba wengi walikuwa wanapoteza nafasi. Kuna nafasi ambayo Simba alipata, ilipigwa, goalkeeper ikamgonga kichwa ikarudi. Hakuna ule utayari wa wachezaji haraka zaidi kwenda kumark na kuweza kufunga. Na inanikumbusha kitu, kama Lionel Ateba na washambuliaji wengine wa Simba watakumbuka na kurejea video za Medi Kagere za miaka 5 nyuma, inaweza ikawasaidia sana. Medi Kagere alikuwa ni clinical finish, alafu alikuwa anafuatia matukio yake. Yani tukio likitokea lazima afuatie hadi mwisho, kwamba anything can happen, inaweza mtu akatema, ikatokea la kutokea akafunga. Lakini kwa sasa Simba wakipiga wanasubiria. Unaona ile tukio inamgonga goalkeeper akiwa mikono iko mbali, amegonga kwa kichwa, lakini hakuna mtu akwenda kumaliza. Lakini kingine ni Lionel Ateba.
of course ni mchezaji pekee ambaye baada ya mechi kuisha, maki nilikuwa hoteli ya Simba alikofikia muda wa chakula, katika wachezaji ambao walikuwa na stress dimbwi la mawazo ni Lionel Ateba. Huku nje watu wanaweza kusema labda jamaa anafanya masiara na nini, labda ajali, lakini kuna kitu kinamtafuna yule mwamba. Yani nafikiri anahitaji wana saikolojia kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu hana furaha. Mara baada ile mechi kuisha, lawama nyingi sana yeye ndo alibebeshwa, kuanzia na mashabiki, nafikiri hata viongozi, hata kocha alivyokaa naye, kwa sababu kocha alipandisha hasira sana kwamba kitu gani anakifanya, kwa sababu Ateba anawekewa mipira nyingi sana kwenye njia, lakini namna anavyogeuka anapata wakati mgumu sana. Unaweza kusema treni inageuka, yani treni ya kutokea wapi? Kariakoo kwenda wapi? Paka Pugu, Pugu gani sijui ile. Yani ile treni, yani anazunguka hivi kama treni ile mzito sana. Yani hayuko na reaction ya haraka. Kwa hiyo nafikiri anapaswa kubadilika. Lakini kingine ambacho nimekiobserve ni kwamba kocha Fadlu, hii sasa nafikiri mara ya 5 naisema, hii ni michuano ya kimataifa. Simba anahitaji kwenda hatua nusu finali. Ameenda robo finali 4 za CAF Champions League, 2 za Confederation Cup. Msimu huu Simba kwenye rekodi ukiangalia, kabla ya michuano hii ya kufika hatua robo finali, Simba mpoteza mchezo mmoja tu na sare moja. Ameshinda 4. Kampiga Al Ahly Tripoli. Tumi ndio alikuwa timu ngumu, ilikuwa timu ngumu zaidi kuliko Al Masry. Lakini ameenda kukubali kuruhusu goli 2 ugenini, kitu ambacho watu wengi hawajatazamia. Hata wale jamaa Al Masry walikuwa wanahofia Simba kuliko kitu chochote kile, lakini ndio zile chances zimetokea, wanajua namna ya kutumia, wametumia, lakini mwisho wa siku Fadlu Davids anachelewa sana kufanya maamuzi kwenye sub zake.